Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, yani Ijumaa Kuu kwa baadhi ya Wakristo, ambapo pia huweza kuadhimisha siku hii kama sikukuu ya mateso ya Yesu Kristo pale msalabani, ambako pia baadhi ya Wakristo na baadhi ya madhehebu huwa kabisa hawawezi kutumia chakula aina ya nyama au mboga aina ya nyama, wakiamini ya kwamba ni kama kumla Yesu Kristo. Hivyo basi, wakati pia baadhi ya Wakristo katika imani hiyo wakisherekea au wakiadhimisha sikukuu ya mateso ya Yesu Kristo pale msalabani, bado pia Urusi imeendelea kusababisha au kupeleka vilio vingi kwa raia huko nchini Ukraine, ambapo asubuhi ya leo ikiwa ni Ijumaa Kuu, Urusi iliweza kufanya shambulizi la kombora huko mkoani Kharkiv nchini Ukraine na kusababisha mtu mmoja kuuawa na wengine takribani 87 kuweza kupata majeraha kutokana na shambulizi la kombora katika eneo la Kharkiv huko nchini Ukraine asubuhi ya leo Aprili 18 ya mwaka 2025, ambapo taarifa kamili ambayo imeweza kuripotiwa na mamlaka kutoka nchini Ukraine imeelezwa kuwa shambulizi la kombora la Urusi katika mji wa Kharkiv asubuhi ya leo Aprili 18 lilisababisha mtu mmoja kuuawa na kuwajeruhi wengine takribani 87 wakiwemo watoto 6, mamlaka imeweza kuripoti hivyo. Kulingana na maelezo ya hapo awali, ilielezwa kuwa mashambulio ya Kharkiv yalifanywa kwa makombora ya ballistic yaliyokuwa na mabomu ya vishada, ndiyo maana maeneo yaliyoathirika ni makubwa zaidi. Meya kutoka katika mkoa huo anafahamika kama Ihor Terakovi aliweza kuandika hivyo. Shambulio hilo liliweza kuharibu takribani majengo 20 ya ghorofa, nyumba 30 na taasisi ya elimu, ambapo moto uliweza kuzuka kwenye eneo la biashara linalofunika eneo la mita za mraba takribani 450. Mkoa wa Kharkiv ulioko kaskazini mashariki mwa Ukraine hulengwa mara kwa mara na mashambulizi ya Urusi ya makombora, pia ndege zisizo na rubani na mabomu ya kuteleza. Shambulizi hilo lilikuja huku Urusi ikiendelea kukataa pendekezo la upatanishi wa Marekani wa kusitisha vita au mapigano kwa muda wa siku 30, ikiwa pia leo inakamilika siku ya 30 tangu Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin wafanye mazungumzo Machi 18 kuhusu kusitisha mapigano kwa miundombinu ya nishati huko nchini Urusi na Ukraine. Hivyo basi ni dhahiri ya kwamba bado mazungumzo hayo hayajaanza kuleta matunda yoyote katika nchi hizo. Pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jana jioni aliweza kuzungumza kuhusu mauaji ya shambulizi au kuhusu maafa ya shambulizi la Urusi huko mkoani Sami nchini Ukraine iliyofanyika Jumapili iliyokwisha kupita, ambapo Zelensky yeye aliweza kumkemea Trump kwa kuita shambulizi hilo la huko Sami ambalo lilisababisha watu wengi kuuawa kuwa ni kosa. Rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky mnamo Aprili 17 aliweza kujibu tabia ya rais wa Marekani Donald Trump ya shambulio baya la kombora la Urusi dhidi ya Sami kama kosa, akiashiria hali ya makusudi ya mgomo huo ulioua takribani raia 35. Zelensky aliweza kutoa maoni hayo baada ya kuulizwa kuhusu matamshi ya Trump wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko jiji la Kiev. Samahani, lakini haya ni mauaji. Mgomo huu ulikwenda katikati ya jiji au kwenda mstari wa mbele. Hatuwezi kupata visingizio unapopiga katikati ya jiji kwa makombora. Sio moja tu, na ikiwa sio moja tu sio kosa, Zelensky amenukuliwa hivyo. Urusi ilirusha makombora mawili ya ballistic huko mkoani Sami asubuhi ya Jumapili, ikiwa ni Jumapili ya Matawi mnamo Aprili 13 na kusababisha watu takribani 35 kuuawa, wakiwemo watoto wawili na kuwajeruhi takribani wengine 119. Mgomo huo ambao ulikumba miundombinu ya kiraia katikati mwa jiji ulikuwa miongoni mwa mgomo mbaya zaidi
katika miezi ya hivi karibuni, ambako Trump alilitaja shambulio hilo la kombora dhidi ya Sami kuwa mbaya, lakini akaliita kuwa ni kosa. Zelensky pia alijibu maoni yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye alilaani mgomo huo hadharani, na kulikuwa na majibu kutoka kwa katibu wa jimbo Rubio, na majibu yake yalikuwa wazi. Alilaani na wanashukuru kwa majibu hayo, Zelensky alisema hivyo. Lawama kali zaidi ilitoka kwa washirika wetu wengine ambao walizungumza waziwazi juu ya Urusi ni nani baada ya vitendo kama hivyo. Zelensky pia alibainisha kile alichoelezea kama sauti laini kutoka kwa utawala wa Marekani na uanzishwaji mpana wa kisiasa kuelekea Urusi. Alisema anaamini hisia hiyo nyepesi inaonyesha mwendelezo wa sera ya sasa. Marekani wanaonekana kufikiria kwamba aina hiyo ya diplomasia itasaidia kumaliza vita. Alisema hivyo ndivyo anavyotafasiri. Marekani iliwajulisha wanachama wenzao wa G7 ya kwamba haitaunga mkono taarifa ya pamoja ya kulaani shambulizi la Urusi la makombora huko Sami iliyoripotiwa na shirika la habari la Bloomberg tarehe 15 Aprili, likinukuu vyanzo ambavyo havikufahamika juu ya taarifa hiyo. Utawala wa Trump pia hapo awali uliweza kuzuia tamko lililopendekezwa na nchi za G7 kuadhimisha mwaka wa 3 wa uvamizi kamili wa Urusi na kupinga mpango wa kuanzisha kikosi kazi cha kufuatilia meli za kivuli za Urusi za meli za mafuta. Vile Washington ilikataa kabisa kuunga mkono maazimio ya kulaani uvamizi wa Urusi kwenye Umoja wa Mataifa na Shirika la Biashara Ulimwenguni. Ingawa Trump ameahidi kushughulikia sitisho kati ya Ukraine na Urusi, lakini juhudi zake za amani zimekwama, huku Moscow ikiendelea kukata pendekezo hilo la mapigano, ambako mpaka pia siku ya leo bado pia Urusi imeripotiwa kufanya shambulizi lingine la makombora huko mkoani Kharkiv na kusababisha mtu mmoja kuuawa na wengine 87 kujeruhiwa kutokana na shambulizi la asubuhi ya leo, ikiwa ni Ijumaa Kuu, kwa baadhi ya Wakristo wakiadhimisha kama sikukuu ya mateso kwa Yesu Kristo. Hivyo basi bado pia Urusi imedhihirisha mashambulizi hayo kuendelea kufanyika huko nchini Ukraine, licha pia ya Ukraine bado na yenyewe inaripotiwa kufanya mashambulizi katika baadhi ya viunga huko nchini Urusi, hasa Belgorod. Mwisho wa ripoti hii. Pia ripoti zingine zinafuatia hapo baadaye, na kusihi ya kwamba endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi ambayo pia nimekuwa nikikufahamisha kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia mataifa mengine kadha wa kadha, hasa kimataifa. Basi endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati.